Kipindi chetu na maswali niliyopokea. Nashukuru aliyetuma maswali haya, mtu ambaye anasoma Biblia na natafakari neno la Mungu, maana maswali yanatokana na zoezi hilo. Huwezi kuwa na maswali kama usomi. Basi namshukuru na mpongeza pia. Leo kama siku ya ubatizo wa Bwana na pia ni hitimisho la kipindi cha Noeli cha kuzaliwa Bwana, basi hata maswali haya yanahusiana na mambo haya na matukio hayo. Anauliza swali la kwanza: Yesu alikuwa Mungu, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Alikuwa alitwaa ubinadamu wetu, lakini hakuwa na dhambi. Je, kwa nini alibatizwa na Yohane wakati ubatizo wa Yohane ulikuwa ubatizo wa toba? Swali hili limejitokeza mara kwa mara, na pengine tumeshalijibu hapa, na kwa hiyo labda kama kuna mtu anaweza kulijibu ningemwalika kati yenu. Maana isiwe mimi tu kinanda na pengine linapita huku linatokea huku. Je, kuna mmoja wenu ambaye anaweza kulijibu hilo? Kwa nini Yesu alikubali kubatizwa? Na anasema ni kutimiza dikayosune, manake ibada, timiza yaliyo haki katika ibada. Naweza kulijibu? Ukuta huko mtu sasa na kuuliza, leo imekuaje tunaadhimisha ubatizo wa Bwana, na yeye ubatizo huu Yohana anasema ni ubatizo wa toba? Naweza kulijibu? Karibu mwalimu. Hata mimi pia nauliza swali hilo, na nimetoka kuulizwa jana juzi hapa. Lakini Yesu alibatizwa ili amshushe Roho Mtakatifu anayetubatiza sisi. Yesu alibatizwa ili amshushe Roho Mtakatifu anayetubatiza sisi, au aliyetubatiza sisi, kwa sababu ubatizo wa Yohane, ubatizo wa toba, hauna Roho Mtakatifu ndani yake. Hilo ni jibu gumu. Ningesema anatueleza yeye mwenyewe baadaye kwamba Roho Mtakatifu hajashuka bado, atashuka baada ya kifo chake. Anasema mngojeni Roho Mtakatifu na mkae siku hizo mpaka zitimie zile 50 Pentekoste. Ndio Roho anashuka na miali ya moto. Kwa hiyo sio katika ubatizo wake Roho Mtakatifu ameshuka. Sio tukakosea, Biblia haijipingi. Tumeambiwa wazi, na yeye mwenyewe amesema katika Injili ya Yohane sura ya 14, Roho Mtakatifu atawashukia na msitoke Yerusalemu, mbaki. Kwa hiyo mitume walikuwa bado, na ndio maana walikuwa waoga sana na wakutoka, lakini walipopokea Roho Mtakatifu kwa ndimi za moto, ndipo wakawa na ujasiri wa aina yake kabisa. Na Petro akawa na uelewa wa kupita kiasi, acha sio binadamu. Akasimama mtu ambaye hakwenda shule, akasimama mbele za mataifa yote, akasema, akatoa hotuba kali kubwa. Kwa hiyo na sita kusema kwamba Roho Mtakatifu alishuka wakati wa ubatizo wa Yesu. Hapana.
Hilo swali hilo lilisaidia huyo mtu labda hakukubana ko lakini si kwa kweli sio jibu lenyewe. Ningesema hivyo. Na nimetoa majibu hayo kwa sababu wakati Yesu alipobatizwa na Yohane Mbatizaji katika mto Yordani, kama leo tulivyosikia, Roho wa Mungu alishuka. Ndio. Kwa kiwiliwili cha ua akaja juu yake. Sawa. Ni juu yake. Sio juu ya waliokuwepo. Na alikuwa juu yake yeye aliyekuwa mwenzake. Lengo ni kumtambulisha yeye. Sasa Yoshua ni shuhuda mmoja wapo kwamba huyu ni mwana wa Mungu, lakini si kwetu sisi kwa ajili ya ubatizo au kufanya kazi, kutenda kazi ndani yetu bado. Sijui. Mimi naona ni unyenyekevu wake alikuwa nao Yesu mwenyewe, kwa sababu ukifika mbele kama binadamu lazima ajiungane na binadamu wenzake. Sawa. Hiyo mimi ningeridhika nusu kwa hilo. Sawa. Na nakubaliana na wewe, ni unyenyekevu wake. Sasa kufafanua hapo ndio kazi. Sasa mama pale alikuwa na jibu fulani au ndio hilo Wakati wa ubatizo wake Yesu Roho alishuka. Ndio. Sasa umeshajibu kwamba hakushuka kwa ajili ya wale waliokuwepo, ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Hiyo ndio, lakini Roho Mtakatifu hakushuka katika kanisa bado. Pana. Na hata alishuka kwa kumshuhudia yeye. Na ndio maana alishuka akakaa kwenye kichwa chake au bambega, I don't know where. Lakini alimshukia yeye. Na si Yohane Mbatizaji, si kwa yote yule. Kwa hiyo alishuka kama shuhuda. Roho Mtakatifu yuko siku zote na alikuwepo kabla, wakati wa kuumba ulimwengu alikuwepo. Lakini kushuka kama Roho Mtakatifu, nafsi ya Utatu Mtakatifu, ilikuwa bado. Na watu waliokuwa pale nao hawakushangaa au hawakumuona huyo Roho Mtakatifu. Hawaku. Labda sauti ya Baba alisikia, lakini tena tunaambiwa kwamba aliyeona, sio watu wote waliona. Hatujaambiwa kama wote waliona. Naonekana aliyeona ni Yohane Mbatizaji, lakini walioona wengine pengine hawakusema ni watu gani waliona akishuka. Hapo imeandikwa wazi. Tusome hapo sura hii ya Yohane. Tusome Mathayo mfano. Leo sura ya 3. Ni sura ya 3 nadhani. Mathayo 3:13 hadi 17. Ukisoma pale sasa na Kiingereza pana. Mathayo 3:13 hadi 17. Ukisoma ile sura ya 3 ya Injili ya Mathayo, wale ambapo Roho Mtakatifu alishuka kama hua. Naona mmoja kama anabepata asome tu. Tutapata mahali hapa sura ya 3, sura ya aya 10 Mathayo 3:13 hadi 17. Wakati huo Yesu alitoka Galilaya akafika katika mto Yordani, akamwendea Yohane ili abatizwe naye. Lakini Yohane alijaribu kumzuia akisema, "Je, wewe unakuja kwangu? Mimi hasa ndiye ninayehitaji kubatizwa nawe." Lakini Yesu akamjibu, "Acha tu iwe hivyo kwa sasa, maana ndivyo inavyofaa tuyatekeleze yale Mungu anayotaka. Sema, huyu ndiye mwanangu mpendwa,
nimependezwa naye. Sasa aliona ni nani? Naonyesha kama Yohane. Yohane, sivyo? Ndio. Basi ni Yohane, kwa hiyo sio wote. Sio wote. Basi hilo ndio mimi ningesema hivi, au kuna mtu labda amesema hapa mzee pale kwamba ni unyenyekevu. Ndio. Mimi swali langu naomba kuuliza kwamba tunaposema Yesu hakuwa na dhambi, maana yake Yesu yeye mwenyewe binafsi hakutenda dhambi za kwake yeye mwenyewe. Lakini tunasema Yesu kama mwokozi na amekuja kwetu amebeba dhambi zetu. Kwa hiyo mimi ninapojiuliza kwenye tafakari hii, tunaposema kwamba hii ni ubatizo kama ishara ya kwamba wokovu upo, kwamba kuna mwokozi yupo. Kwa hiyo Yesu ikiwa anabeba dhambi zetu sisi, pale manake anaingia pia na yeye anabeba, na yeye ana dhambi, lakini japo sio dhambi za kwetu. Sasa ndio nikasema naomba nirekebishwe hapa isije. Asante sana. Kwa kweli haya ni maneno yanayofafanua fumbo la wokovu wetu, kwamba amebeba dhambi zetu, lakini hakuwa na dhambi. Kwa hiyo hatuwezi kusema alikuwa na dhambi kwa sababu alishirikiana nasi katika udhaifu wetu. Sisi yeye mwenyewe kama binafsi alikuwa hana dhambi, na ndio maana imeandikwa wazi kwamba hakuwa na dhambi. Yeye ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi, manake kwa kushirikiana nasi alikuwa kama vile ana dhambi zake zote za dhambi za binadamu zilikuwa zimekuja kwake, akahesabiwa na wadhambi. Yeye ambaye hakuwa na dhambi, yeye binafsi kama nafsi hakutenda dhambi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba Yesu ana dhambi. Hapana, hakutenda dhambi. Manake dhambi ni ile unayokusudia mwenyewe na kuiridhia kuifanya, hiyo inakuwa dhambi. Na kama unapita kwenye kati ya wadhambi na kati ya wadhambi, hujawa mdhambi. Unaweza kuwa unakaa kati ya wadhambi, unaukemea dhambi na kuikataa dhambi, lakini wewe mwenyewe huna dhambi. Ndivyo alivyokuwa Yesu. Kwa hiyo alikuwa kati yetu, akahesabiwa na wadhambi, akawa mdhambi. Sisi tulimuona ni mtu wa kawaida na anashiriki yote tuliokuwa nayo, lakini yeye mwenyewe kwa binafsi hakuna. Aliwauliza, nielezeni nimetenda dhambi gani? Na hakuna aliyekuwa na kitu cha kumshutumu. Kwa hiyo tunasema wazi na ieleweke, ni mafundisho kwamba Yesu hakuwa na dhambi, na imeandikwa na hata yeye ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi. Huyo anatuambia Paulo. Kwa hiyo tusije tukafikiria kwamba Yesu alikuwa na dhambi kwa sababu alichukua binadamu wetu. Hapana. Hiyo ni kidogo ni heresi kali kabisa, ambayo haiwezi, sijawahi kusikia hilo. Hapana. Nini sielewi sasa? Basi. Sasa nasema kwa sababu yeye anabeba dhambi zetu. Anabeba manake nini? Kubeba manake Sema kama mtu anaenda wanafanya kazi ya uchafu hapo, wanabeba takataka wanapeleka sehemu dampo. Sawa. Kwa hiyo sasa wale ndio watu ambao wanaenda mpaka kule dampo na zile takataka wanaenda nazo kuzitupa pale. Mimi najiuliza kwamba ikiwa huu ubatizo wa Yohane ni kama ishara ya kusema kwamba jamani, hizi dhambi zinakomboleka, kuna mwokozi, lakini yeye sio mdhambi. Basi tusiweze kuseme Yesu alikuwa dhambi kwa sababu hiyo.
Yeye kama wewe unabeba dhambi, huwezi kusema hizi uchafu ni wa kwako. Swali langu ndio maana ninaenda kwenye kulinki na ubatizo kwamba kwa sababu amebeba dhambi zetu ndio sababu na yeye amekuja alihesabika mwenye dhambi na alizichoma pale msalabani kwa sababu hiyo. Sasa kusema kwamba ni mdhambi, hapana. Yesu si mdhambi kwa sababu wewe ukiwa unafanya kazi ya kuchota matakataka huko mjini, wewe sio mzalishaji wa zile takataka. Hata kama wanakujumuisha kama ni msafisha mji, wanaosafisha mji, wao si ndio wanaozalisha ile takataka. Na ni distinct, lazima tofautishe na wale wanaozalisha dhambi, ile uchafu. Wewe ndio mchafu unayezalisha, lakini mimi nayesafisha hapa sio kwamba mimi nimezalisha, kwa sio mdhambi. Huwezi kusema hizi takataka ni za kwako. Yesu hakuwa na dhambi, sio za kwake ba, ni za kwenu, lakini nimejishusha nibebe, nisafishe hapa matapishi ulioweka hapa na vitu vingine nabeba, kwa sababu hiyo ni mnyenyekevu wa hali ya juu. Kujiweka na wale wachafu, naenda kuchota, unaingiza kwenye wilibaro unabeba. Alafu mtu anakuta njiani umezalisha hizi taka, unasema hapana, sio za kwangu, mimi ni safi. Twende nyumbani kwako. Unafika nyumbani hakuna hata vumbi. Nasema basi sasa hizi umeleta wapi? Sema nimeona sasa zinakera na zinatufanya wote, basi nimekwenda kuchukua ulibaro nikaamua kusafisha. Sasa pale ni lazima utofautishe yeyote yule. Huwezi kumshtaki kwamba wewe ndio umechukua, wewe ndio umezalisha. Hapana, sio mdhambi. Ndio hivyo, tofautishe. Yeye ni aliye safi na asiye na doa, lakini amejishusha, watu wa nje wakamhesabia kama mmoja wapo aliyezalisha haya matakataka. Ndivyo tu tunavyosema. Sasa hii ni kama alivyosema mzee pale kwamba ni kujishusha kwake. Yesu, unajua, kwanza ubatizo wa Yohane haukuwa ubatizo wa kuondoa dhambi. Ieleweke hivyo. Unaitwa ubatizo wa toba. Ubatizo wa Yohane haukuwa na nguvu ndani ya kuondoa dhambi. Ilikuwa ni ishara ya toba, kwamba umetubu. Katika kuungama kwetu tunaanza na kitu gani? Kabla ya kwenda kuungama tunafanya nini? Tunafanya stage 1, majuto. Kwa hiyo ile, yani unajutia dhambi na unasikitika kwa kuwa umetenda dhambi zile. Lakini ili kuondolewa haishii kwenye majuto tu, unasema unajutia. Na wengi nafanya makosa, unasema nasikitika sana, mpiga kofi ule bwana, lakini kwa kweli haitakiwi. Unaona umeharibu kila kitu, unakuwa na uchungu wa dhambi. Majuto hayo ndio stage ya kwanza. You have to tunaita ni contrition of heart, yani kutubu, kukiri na kusikitika kwa ile kosa ulilofanya, na lazima ufanye hiyo stage 1. Baada ya hapo haibaki tu umejuta and then you go on hapana, ndio naenda kuungama, ambayo ni tukio la pili. Na kwenda confess, unakiri na kwenda kuungama. Hilo ni stage 2. Stage ya 3 ni ile ya kufanya toba. Manake tunakubali adhabu tunayopewa na kwenda kufanya tunahitaji malipizi. Thank you very much. Malipizi. Hiyo ni stage ya 3. Na katika malipizi baadaye, mwishowe, kwa kawaida baada ya kufanya malipizi, inatakiwa ushukuru, utoe shukurani, sifa na enzi na kila kitu, na kuweka nia ya kurekebisha maisha yako, kubadilika. Hiyo stage ya 4 ni shukrani na kuweka nia njema ya kuanza upya always. Sasa stage hizo zinapitiwa. Sasa tuko kwa stage ya majuto, yani contrition of heart, yani kujutia. Ile ndio Yohane,
Watu wote waliokuwa wametenda dhambi wanasema sisi tumekosa makosa. Sasa ukisema ishara ya kwamba umetubu na una tamaa ya kubadilika, unaenda kujitumbukiza kwenye mto kule, kwenye maji. Ni ishara ya toba kwamba umetubu, umekiri, kweli umekosa. They have realized that I have made a mistake. Kwa hiyo unaenda kule, tena unatafuta sasa kwenda kuungama. Na kwenda kuungama ni kwenda kwa Yesu. Is the only one who can remit sin. Anaweza kuondoa dhambi. Kwa hiyo stage ya pili ni Yesu sasa anakuwa ndio chombo cha kubeba zile dhambi na kuziunguza dampo. Na yes. Kuna sehemu ambapo Yesu anabishana na nadhani Mafarisayo wa wapi, aliwauliza yeye, aliuliza ubatizo wa Yohane ulitoka wapi? Ndio. Sasa na mimi wale wakasema hatujui. Sasa na mimi naomba kujua ni ubatizo wa Yohane, yani Yohane alielekezwaje aje atoe ubatizo wa namna hii? Sikumbuki vizuri Yohane hii mission yake ya ubatizo. Ameanza vipi? Mungu amemkabidhi vipi kwamba wewe nenda kawaeleze watu wajiandae hivi kwa toba? Yohane aliulizwa akasema ni sauti ya nyikani nayo lia nyikani. Manake kama wengi waliona kweli Yohane anasema ukweli na walijisikia hamu ya kutubu. Walijisikia hamu ya kutubu na kwenda kujitumbukiza kwenye maji wakabatizwa, yani kusafishwa. Ni ile kuonyesha umetubu, umekiri na kusema sasa kweli tumekosa hapa, nimekuwa nalangua, nafanya hivi, nasema uongo kila siku, nalewa kila siku. Sasa hapo mtu anakiri, na unapokiri dhambi na kuona umejitambua kwamba ni mdhambi, unaenda kujitumbukiza kwenye maji yale. Sio kwamba yana nguvu ya kubadilisha, lakini sakramenti ina nguvu ya kubadilisha yenyewe from within, kwa sababu ni Kristo mwenyewe. Yani sakramenti ina nguvu yenyewe, neema ya kumbadilisha mtu. Kwa hiyo kama unapokea sakramenti hii mara kwa mara, hakika Mungu mwenyewe atakukinga usianguke tena mara kwa mara. Ina nguvu yenyewe, in power to transform the person. Hii ndio tunaamini. Sasa ile ubatizo wa Yohane ulikuwa ni ishara ya nje ya kwamba umekosa, umekiri dhambi na umeitubu, lakini haikuondoa ile dhambi. Haina nguvu hiyo. Ubatizo ule haukuondoa dhambi, ulikufahamisha dhambi, ulikutayarisha ili upokee ule msamaha unaokuja. Ndio ilikuwa kazi ya Yohana. Yohane alifanya hiyo vizuri mpaka akafa, akitangaza kwa kweli msipokiri wewe already hutaki kukiri kwamba umeoa mke asio unauni halali, isio halali kuoa mke wa ndugu yako. Umefanya hivi. Na Herodi alikuwa anamsikiliza kwa sababu ilikuwa namchoma na jinsi anavyochambua kosa lake ule gerezani. Alikwenda anasikiliza, natoka hapo amekwisha. Alianza hata mwenyewe kusikia amefanya kosa. Najua mtu anakuangazia dhambi, anamulika. Yohani kama alimtochi inayomulika, humo gizani kuna nini? Alafu natambua kwa kweli hii haitakiwi, ilikuwa kosa haki, ilikuwa kosa hivi. Sasa ukishatambua ni kwenda sasa kutafuta dawa. Dawa ni Kristo. Kwa hiyo alikuwa anawaelekeza watu kwa Kristo, ambaye anasema atabatiza kwa maji, kwa moto na roho, sio? Tofauti. Sasa what happened hapa swali la leo sasa. La leo kwa hii Yesu alifanya hivyo kwa namna gani? Je, anavyosema kutimiza haki, natumia neno haki lakini sio haki kwa kweli. Katika lugha asilia ya Kigiriki anatumia neno linaloitwa dikaiosune. Ni uchaji, kutekeleza uchaji. Yani ni tendo la ibada. Dikaiosune sio haki, ni tendo la, alisema kwa kisoma Kigiriki hapa, anasema tufanye hivi ili kutekeleza dikaiosune. Sio
Dikaios ni kitu kingine tofauti. Amesema hapa kwa lugha hii ya aliyoandika Mathayo, ni sura ya 4, ni sura ya 3, sio? Anasema hii sura ya 3 aya 15, anasema Apokritheis de ho Jesus epen prosauton afes arti hutos gar pepon prepron estin humin plerosai pasan dikaiosunen. Naona anatumia neno dikaiosunen, sio dikaios, dikaiosunen. Manake kutekeleza ibada iliyo ya kweli, ibada ya kweli ndio dikaiosunen. Sasa inaitwa ibada ya kweli nini? Ni kutekeleza kile ambacho Mungu anapenda kwa wakati huo. Hicho kitu Mungu anachopenda nini? Ni kukiri kwamba wewe ni mdhambi. Unajua sisi wengi hatuwezi kuungama, hatuwezi kufanya chote kwa kuwa kitu cha kwanza hatujakiri kwamba tumekosa. Ni kiburi cha hali ya juu. Yohana alikuja ili kutujulisha juu ya dhambi. Ni kitu gani vinafanya dhambi? Hatumchukiza Mungu, tunamchukiza Mungu kwa vitu gani? Na hii ndio aliyotumwa yeye, sauti inayowaambia jamani, we are sinners. Ni makosa sisi. Wewe unafanya hivi, askari wewe unapiga watu ovyo na kuua watoto wa watu na kuteka watu, kuleta hofu. You are doing wrong thing. Wanapata mwamko wa kujirekebisha. Nafu baadaye wanaenda kutafuta, what shall we do? Follow the Lamb of God ambaye anaondoa dhambi za ulimwengu. That is the only healing power inatoka kwake. Sio yeye, hana nguvu ya kuondoa hiyo dhambi. Ana nguvu ya kukuelekeza. Mwangalieni mwana kondoo anayeondoa dhambi za ulimwengu. Ni huyu. Sasa kwa hiyo Yohana alikuwa sauti inayopiga kelele jangwani kutujulisha ya hali yetu. Na kwa ile alikuwa anawasema watu bila hofu na kuwatishia. The thing is that ameshika chengo, anakuja kukata miti na kutupa kwenye moto ili watu wajitambue ukubwa wa dhambi zao. Na watu wanatenda mambo mengi tu, ila haoni kama anatenda dhambi. Anaonea watu, anatesa watu, ananyanyasa watu, anatenda mambo anasema uongo huko, na tangaza mambo ya uongo, sengenya kila mahali, anasema maneno machafu kutukana watu, lakini hawajitambui. Na hata wanakuja kupokea Ekaristi. Yohana angekuwa hapa angetukomesha. Anakuambia yule mama umemweka ile nyumba ndogo kule, unakuja hapa, kiri kwanza. But we are hiding under the gate, kwamba macho ya binadamu hayaoni, lakini Yohana alikuwa na macho hayo. Ndio yule mjumbe wako. Sasa kwa hiyo Yesu alikuja kama mfano, alibatizwa atoe mfano kwa watu wanaokiri dhambi zao. Alijinyenyekesha awe mfano kwao pia. Mtu yoyote asikae nje aseme mimi ni yeye. Alikuwa mfano number 1 wa mwanadamu anayopaswa kufanya, dikaiosuni, anachopaswa kufanya. Yeye ni mfano wa mwanadamu anachopaswa kufanya, kukiri udhaifu wake. Ni kitu cha kwanza kufanyika. Hatuwezi kuokoka bila kukiri kwamba sisi ni dhaifu. Somebody who ana kilo 5 tu, lakini anajifanya anaweza kupigana na mtu kama wakina Tyson au watu kuna majitu yenye kilo 250 kama wakina wale watu wa mieleka. Nimeona mmoja nikashangaa sana, a piece of human being, mtu mwenye kilo 300 na tawari futi 7.5. Nikashangaa, nilijiona kama uzi. Hata yule mwalimu tuliokuwa naye profesa akasema, that man came here, I felt like aliniambia, alisema pale, tukacheka sana. Yule mwalimu naye alikuwa anajiona na kitambi chake
He was an old man anyway. He was tulicheka ye mwenyewe, lakini tulicheka sisi, we were still young. Wakati wetu tulikuwa na vijana tu form 5 and 6. Alikuja kutembelea pale wa Marekani wenzake. Hey, huge pande la mtu. Na alikuwa ni mlinzi wa sijui, alikuwa politician fulani, wale ma personal guard one. Huge person. Akasema na gari special, walikuja na van, la sivyo hawezi kukaa kwenye gari ndogo. Van ili la wagonjwa. Akasema at home I also have my special car built for me. Sasa watu wa namna hiyo ni watu wanaojitambua. Sasa sisi tulikuwa tunaona na sisi magwangwe, tuna nguvu, mtu na kimisuli namna hii, unajiona nao na kimusuli. Ukifika mbele yake unajificha because jamaa amejaza namna hii, yani kiuno changu ndio msuli wa mkononi. Yes, unajua proportion yetu. Mimi nimeona watu aina hiyo wawili katika maisha yangu. Huge person. Pako naona kweli Mungu wangu. Mimi nini unajiangalia hivi unaona withdraw mbali. Na mtu cool, hana majivuno yote, yani mtu simple person. Lakini mbele yako unajiona kweli huna kitu. Sasa Yesu anakuja ambaye ni superhuman being. Na hakuwezi kumnyoshia kidole. Piwa anajitumbukiza kwenye maji. What does it mean? Anatuencourage na sisi ambao ndio real weak and karibu tunapelekwa na upepo. Tunaingia huko, tunapata kazi. So Jesus did that. Alifanya hayo na kubatizwa kwa awe mfano kwa wengine wote. Alikuwa ni mfano. Alijichukulia yeye pamoja nao, ule umoja na watu, solidarity with humanity. Ndio hiyo mfano na utoa jinsi alivyokuwa hata kuzaliwa. You think he needed to be born of a woman? Nafikiri Yesu alihitaji kuzaliwa banda namna hii? Only simply to be the lowest of all. Na tendo mojawapo ni hilo la kukubali kwenda kushiriki zoezi la ibada. Ndio dukayosune. Tutimize hicho ulichoambiwa ufanye. Na mimi nimekuja kutimiza. Lakini I'm not part of it. Ndio Yohana alitambua kwamba Bwana sasa umekujaje na wewe tena binamu yake, umekuja tena namna gani tena wewe? Ndio akamwambia hapana usiogope. Nimekuja kutimiza ibada takatifu ambayo umeanzisha. Na umetumwa kufanya hivyo, kuwatahadharisha watu kwamba ni wadhambi. You see ukikuta nabii anaye kutahadharisha na kuonya kwamba what you are doing is wrong brother. Wewe umeshaendesha. Nilishafanya kosa wakati fulani kwa mji wa Nairobi, samu ya mji ule Esli kule. Naendesha gari, nimetoka Kisumu huko na nikapita barabara, kumbe ni one way. Kaona jamaa mmoja ameniwashia tana, mimi nikamwashia. Nilifikiri tunasalimiana. Kumbe ananiambia you are on barabara hii unakokwenda huko utakamatwa na kachero kule. Nikasimama. Alafu nilikuwa ananiambia something is wrong with you. Tusimame. Nikapaki pembeni, nikacheki hivi taa zote zinafanya kazi sawa. Nikamwambia hebu breki zinafanya kazi kila kitu, headlights na nini sawa. Sawa nani? Nikaangalia kuna simbo kule limepiga cross. One way. Nilirudi reverse haraka sana. Haraka na nimeshaenda karibu kilomita kadhaa. Rudi reverse kwa kipindi kama kilomita 1. Hili nisipate adhabu na nimekosea. Sasa kuna mtu anakuja na kuwashia taa. That's John. Anawaambia jamani, hiyo njia unazopita ni dhambi tupu, ni makosa. Mfanye mema. Mungu anayewaalika na mitume na manabii wamewafundisha hayo. Ni makosa kudhulumu watu. Walikuja maaskari na sisi tufanye nini Bwana? Manake siku za mwisho zinakuja. Tusije tukapata matatizo. Kaambia na nyinyi
mwape watu haki zao. Wakaja wengine sijuna wale wanaotoza kodi, sisi tufanye nini? Sisi tuna makundi hayo. Wale wakaambiwa na nyinyi mtende haki, msidhuru, msichukue ziada. Sasa hayo ndio alishirikiana nasi kutupa moyo tutambue kwamba tu wakosefu, na huyo ni mtu wa maana sana kuliko hata kuungama. Kukiri kwamba mimi ni mkosefu, unanyenyekea mbele ya utakatifu wa Mungu. Ndio Yohana ilikuwa kazi yake. Kwa hiyo swali la kwamba kwa nini, si kwa sababu ule ubatizo unaondoa dhambi. No, that is wrong. Ule ubatizo haukuondoa dhambi, ulikuwa unaangazia dhambi if you want. No. Kwa hiyo ileweke hivyo. Mara nyingine tunasikia ubatizo wa toba. Ubatizo wa toba manake unaangazia watu watubu. Na kutubu sasa unaanza kutafuta after contrition, baada ya kutubu. Na Kiswahili tena nimetumia neno mwanzoni. Hatua ya kwanza nimesema ni kukiri dhambi na kujutia dhambi, kujuta dhambi. Yohane alituita kuja kutubu manake kujuta dhambi. Sasa ukishajitambua mimi mkosefu, utastafuta atakapo kusema huyu ndiye anaondoa dhambi, then you go to that person. Sasa sio ukatae tena kwenda kwake, then hujafanya chote. Ndio hivyo, ni matayarisho. Yeah. Nitasema kama vile tunapowafundisha watu kwamba una hatua za kufuata ili uweze kuungama pema. Sawa sawa. Ndio hiyo. Yes, karibu mama. Mimi nilikuwa na kwa mfano sisi RC tunaanza tukajichanganya. Madhehebu mengine ndani wao wanawaza, wanajuta, wanajiungamia wenyewe. Yeah. Alafu nadhani kwamba sisi na huku kanisani mwe mnatukumbusha. Maana kama tusoma tangu darasa la kwanza mpaka la pili tumesahau. Kwa hata kama mtu ametenda dhambi, labda ana nyumba ndogo, akikuta na kuungamia Mungu Mwenyezi, anaungama hapa, anakomunika. Yaani kama Mnutheri au KKT. Au yaani mambo kama hayo. Yaani hiyo ni mfano tu. Kwa hiyo mwingine anafanya hivyo na kuungamia, kisha maliza kuungama anaenda kukomunika. Kuna rafiki yangu ananiambiaje, mimi nikishafika kanisani wakati wa ujana, lakini mimi chakutoa na kuungamia, napiga na kuungamia vizuri, baadaye naenda kushiriki. Kwa hata saa nyingine hata sisi watu wazima hapa tunafanya na kuungamia, alafu baadaye tunakuja kushiriki au tunafanya vitu vya namna hiyo. Mtukumbushe. Ya hiyo, asante sana mama. Kwa hiyo kwa kweli ni ndio kosa watu wanalofanya, na lakini wanakumbushwa lakini wafanyi. Is simply pride. Yaani hakuna kitu kama kiburi na majivuno mbele ya Mungu. Ndio kinatupeleka motoni. Hatutaki kusikia kwamba tunakuwa humiliated, hatujishushi. Manake hata ukimweleza kwamba huku sio kuondolewa dhambi, ile na kuungamia ni kukiri tu kwamba wewe ni hiyo ni kujitayarisha na kuchunguza dhamiri yako kwamba kuna kitu si sawa. Halafu kama kipo kikubwa, kwa sababu ile na kuungamia pale na ile tunaita ibada ya toba, sio ibada ya kuungama, ni ibada ya toba, ni ibada ya kujulisha kwamba unahitaji siku zote kunyenyekea mbele ya Mungu, kwamba wewe humstahili Mungu. Sio ukasema unamstahili Mungu. Hata yule ambaye anaona hana dhambi, how much do you know of yourself? Unajitambua kiasi gani? Kweli hata mimi sijitambui. Lakini mbele ya Mungu napiga tu magoti. Na kadiri mtu anavyomkaribia Mungu ndivyo anatambua makosa yake zaidi. Ni kama mwanga unaoingia gizani, unamulika kila kona. Mtu ambaye chumba chake ni giza kila siku zote, haoni vyote. Sasa kwa hiyo wale watakatifu, mimi nimekaa na wale kadhaa, kweli I can say they were saints. They have already gone, na natumaini wako kwenye process ya kutangazwa. Wenye heri wengine wako stage ya mtumishi wa Bwana. Unaangalia maisha yao, kila saa ni wanyenyekevu. Hasa nisamehe brother. Sasa hata mimi huyu mbona hatujamkosea? Lakini sielewi, labda amefikiria juu yangu vibaya, huyu ni mdhambi, huyu amejikweza mahali fulani, au amekula zaidi pale akamkosesha mwingine
chai, amekula mikate yote, sisi tunakaa kwenye jumuiya jamaa na ferenga yote, nyama zote. Hey, mwingine anakuja hana kitu. Tunaishi kwenye jumuiya hizi, hivi ni mifano vyetu, na wale wanaoishi kama sisi vyema na haki. Hata mama katika watoto, mimi nilikuwa tunakula na kaka zangu na dada zangu, nao wanakaa sehemu yao. Hatukuwa na ile meza ya enzi wa zamani zile, hatukuwa na vitu hivyo. Siku hizi modern njoo mezani, hatukuwa na mezani. Nakaa kwenye jiwe au stuli somewhere there, mnakaa pamoja, mnazunguka ile dishi ugali. Jamaa na yule mkubwa kidogo anakula nyama zote, kale kadogo kananywea pale, the smallest ananywea pale. Sasa mama au mzee anaweza kuwa mbali na mama somewhere there, anaona wanalinda vile vidogo, anasema wewe uoni mdogo wako pumbafu. Baba alikuwa anatukana, pumbafu sana wewe, na jamaa narudisha, kumbe ameshachukua upande wake. Sasa makosa kama hayo ni yale ya utoto wetu, lakini yanafanyika hata kwenye utu uzima wetu, na kwa hiyo hatujitambui kwamba tunatenda. Lakini wale watakatifu aisee, wana moyo wa toba kila saa. Unamuuliza sasa, anatubu nini tena huyu mzee au jamaa, anatubu nini? Amefikia, ukiona hivyo amefikia ngazi ambayo ni vigumu sana kwetu kufikia. The more you become closer to God, the more you feel you are not worthy. Na ndio natubu kweli, wanatubu toba, lakini anaongelea hata kuombea ndugu zake. Bwana utuombee, najiweka huko, sisi wakosefu, tusamehe dhambi zetu. Lakini yeye mwenyewe ukimwambia amefanya kosa gani, hawezi. Sasa huo ndio hali ilivyo. Na Yohane alikuwa amekuja kufanya hayo, kutujulisha kwamba we are weak and we need somebody. Tunahitaji daktari. Mtu anaumwa, kama mmoja kwa hapa alikuwa anaumwa sana, tunamwambia bana, mbona uende kwa daktari? Hii sio shida. Na kwa kweli amekufa, kwa sababu hakuwa anajiangalia. Ndugu zake wanamwambia aisee, hapa kuna kitu si sawa. Unaona hicho tunaona wasiwasi. Mbona uende hataki? Kama sasa hawa watu tunawaambia unaungama hapa, ukubali kwamba unahitaji. Manake wanaona unawahimiliate kwenda kuungama kwa padri. Padri nini bana? Tulikuwa naye kwenye mataputapu jana, matongengu la miwo, tumekaa wote pale, alafu nakuja kuungama kwake. No, ni chombo ambacho Mungu kwa mtego kabisa amefanya makusudi kabisa. The weakest ndiye anayechagua ili upite kwake na upime wewe ni nani. Sasa usiende kwake na kujitutumua, mimi nimetubu, mimi nafaa, mimi na Roho Mtakatifu kama yeye. Kuna watu wameshafikia huko, na ndio maana mmoja alifukuzwa kule Moshi. Alikuwa ni charismatic. Anasema hatuna haja ya padri, sisi wote tuna Roho Mtakatifu. Skofu alimpa masaa out of the diocese. Aliwaambia watu wasiende kanisani, tufanye misa sisi wote. It's not proper. Hiyo ndio kiburi tulichonacho, na hata hatufikii ngazi hiyo. Lakini unapokataa kuungama, maana unafikia hali hiyo. Naweza kusema tu hayo. Yes. Natambua kwamba Waisraeli wao walikuwa wana sadaka hizi za kuteketeza, kwamba wanaleta wanyama, wanatolea sadaka, labda bila shaka kuondolewa pia dhambi. Sasa najaribu kuelewa ubatizo huu wa Yohane, kwamba kwa nini wale waliukataa? Kwa nini Waisraeli wengine hawa walikataa? Je, ndio hiyo unayosema ya kiburi, kwamba yeye alipoweka hiyo, kwa sababu yeye ni kama daraja la kuelekea kwa Kristo huku, kwamba alipoweka sasa kwamba sasa mje, mimi nawabatiza kwa maji, mtubu, mbadilishe mwenendo yenu, kwamba waliona hii ni rahisi zaidi hiyo kuliko kuchoma mnyama likubwa limeteketea hapo. Najiuliza kwa nini hasa sababu kubwa ya wao kuona ubatizo huu wa huyu bwana huyu ametoka nyikani huku asije akatupotosha. Kwa nini walikataa? Kwa nini walikataa hiyo?
Sasa wewe brother unauliza swali ambalo nimejibu mara kwa mara. Kiburi. Najua kubadilika na kukiri kweli kwamba ni mkosefu sio jambo rahisi kwa mtu ambaye hasa ni mkubwa. Waliomkataa walisema wenyewe makahaba na wenye dhambi, watoza ushuru, watu kama hao waliokuwa the chaff of the community, wale ambao walionekana ni utakataka na uchafu katika jumuiya, hawatakiwi. Hao ndio walimwamini Yohane. Wale waliokuwa na madaraka, Sanhedrin kwa mfano, makuhani, wale waandishi, wale maherode, wale mafarisayo, wale masadukayo, hawa, who is John after all? A fellow coming from the desert, who is that? He's causing crab. Alafu anatunyima mapato hapa eka. Tena tumkamata fieka miguu yake asifike huku. So ni ile kiburi na ule ukaidi wa binadamu ambao unatunyima nafasi kwa Mungu. Hatumruhusu Mungu afanye kazi. Ni hayo, ni yale kiburi. Hilo neno ni ngumu sana hata kulieleza vizuri. Ni ile pride ya kutaka kutokuwa chini ya mtu. Na hicho ndio kilimwangusha hata Eva na kwamba anataka utakuwa sawa na Mungu. Nobody will be above you. Na imeangusha kutokutii ile sheria waliopewa, msile ule mti. Sasa ndio hayo kiburi hicho. Kwa hiyo triki yake, yani dawa yake ya kila kitu wa utakatifu. Utakatifu umejengwa kwenye unyenyekevu na utii. Manake anasema ni utii ni bora kuliko sadaka. Imerudiwa, Yesu amerudia hilo. Mwe kama watoto wadogo. Lakini bahati mbaya wengine kama kufikia kama wakina Ngoi tunapata shida sana. Mtu anakuambia isee hapo una chaki natoka huko. Una chaki imekwenda kushika. Umekaa kwenye kiti, ngoja nipanguze. Acha usinisumu. Lakini unaibika kule mara nyingine ambao suruali za nyeusi. Unaonekana rangi ya chaki inaonekana toka kule tuna heri huko kutoka jengo la kule mbali sana unaitwa Msamvu. Unaitwaje kule? 88 sio? Unaitaje kule? Jengo lile kule 88 kule. Na kuja huku karibu mita 500 au 600 ninaonekana kule. Father amekalia nini? Lakini nimekataa kwa unyenyekevu na kujishusha. Acha na tosha. Ndio hiyo tulionayo. The greater you are, the more difficult it is to be humble. Na tumealikwa. Nakumbuka kilichomwangusha mfalme Sauli ni hicho. Aliambiwa usilete nyara huko. Yeye akaleta, akajidai kwa kisingizio kwamba nilileta chache kwa ajili ya kutolea sadaka kwako. Lakini nani alikwambia unitolee sadaka? I don't need that. I needed you to obey me. Na ndio akaja Samueli akamwambia, we Bwana umepoteza kila kitu. Ni jambo dogo tu. Kwa hiyo unyenyekevu ni kii na utii. Basi ndio hivyo. Hata tungeleta visingizio gani, anahitaji sisi moyo uliopondeka basi. Mara nyingi sana hata wanaosali sana wanajenga kiburi. Wanajiona kwamba ni better than others. Wako juu ya wengine, wanajua zaidi. Ukishaanza hiyo tayari umeshaenda porini kabisa, umepotea. Unaanza kupotea na Yesu anavyojikweza ndivyo unakwesha kabisa na ujue sasa umempoteza Yesu mwenyewe. Basi swali la pili. Je, kulikuwa na ubatizo kabla ya Yohane Mbatizaji? Na kwa kweli ulikuwepo. Niseme ulikuwepo. Ubatizo manake nini? Nimeshazungumza hapa mara nyingine tena. Neno ubatizo ni neno la Kigiriki. Baptizo. Baptizo manake kusafisha. Kunawa mikono. Kunawa miguu. This is kuoga. Ndio
ni kuoga, kunawa ni baptism. Yani baptism ni neno hilo linatumika kunawa, kuoga, kusafisha. Kwa hiyo ni tendo la kusafisha kwa maji. Kuoga kwa maji ndio inaitwa baptism. Yani first person, I baptize, ninaoga, ninanawa, ninajisafisha. Hilo tendo lilikuwa linafanyika, linaitwa kwa Kiingereza ablution. Ablution ni kutumia maji kwa kujisafisha. Na tunakumbuka sasa Waeseni walikuwepo kabla ya Yohani Mbatizaji, na walisema labda hata wazo la kufanya ablution, yani kujisafisha kwa maji mara kwa mara, lilitoka wataalamu wa Biblia na watu tuna very speculative, wanasema labda Yohani alikuwa ameishi na Waeseni kule Qumran. Nakumbusha Qumran kulikuwa mavisima zaidi ya pale nilipita pale, ilikuwa kama visima labda 10. Kila mlango ulikuwa na kisima mbele yake, na wao kila baada ya muda fulani wakitoka nje, wakija wanaoga. Wakitoka nje, sio kuoga mwili mzima, yani wananawa. Kwa hiyo walikuwa na ubatizo, yani baptism, kujinawisha, kwa Kiswahili mnaita kutawaza. Kutawaza ni baptism. Mtu anaingia msikitini, unanawa mpaka kwenye gomito huko, kwenye nini hii kiwiko huku juu. Hiyo ni ubatizo. Neno hilo ndio sio ubatizo wa Kikristo, maana it is baptism, kutendo la kutawaza. Sasa kwa hiyo Wayahudi walitawaza kabla ya ubatizo wa Yohane, maana walitumia sana maji ingawa hawana maji. Kwa hiyo ilikuwa tendo la kiibada, kwa sababu kupata maji kule nako ni shida. Ni kama wakati hapa Dar es Salaam walikuwa na lalamika ukosefu wa maji, mto Ruvu ulipoleta matatizo kauka. Watu huku walihaha sana wakitafuta maji. Sasa ukiwa wewe mtu ambaye ukiingia ndani unatawaza, ukitoka nje ukirudi tena unatawaza, utapata wapi maji namna hiyo? Watoto pamoja na wazazi na wageni, maji unafanya sio hata msikitini walifanyaje? Wakufanya lazima uweze kuingia. Leo unatawaza. Sasa Wayahudi ni worse, we are better off katika maji. Kama unakaa jangwani, sio hapa Yerusalemu pale Ezekiel alijenga ile contact kule chini, walau wana maji kidogo pale. Lakini sehemu nyingine unapata matatizo. Sehemu za majangwa huko hakuna maji. Labda uwe kama kwenye oasis ndio unaweza kupata maji kiasi. Lakini sehemu nyingine kwenye madesert huko tulikopita hakuna maji, yani the whole unatembea siku nzima toka asubuhi mpaka jioni, hakuna maji. Sasa maji yanatunzwa sana. Kwa hiyo ilikuwa tendo la toba kutumia maji na kuinawisha. You have to think twice before you use your water, otherwise what will you drink? Kwa hiyo hata nguo zinanuka, wana harufu imeshakuwa nomo. Kama baadhi ya Wamasai, ngozi ile unapita pale tu unajua kuna Masai hapa, atanisamehe. Nilikuwa na ndugu zangu ninasoma nao, ndio na wanao nawafundisha ni Wamasai, lakini ni ukweli kani mfanyime kuoga. Mimi nimekaa nao kwa wiki moja kwa research huko, nilipata shida sana, ukweli ni wowote. Sasa tendo hilo lilikuwa linafanyika mara kwa mara. Kwa hiyo Yohani Mbatizaji hakuwa wa kwanza, isipokuwa sasa Yohani Mbatizaji kitu chake cha pekee ni kwenda mtoni Yordani kwenda kutumbukiza watu, the immersion in water. Hiyo ilikuwa haikuwepo ile kutumbukiza watu, kuzamisha watu kwenye maji. Hiyo ni Yohani Mbatizaji alitafuta mahali penye maji mengi. Hata leo tumesikia Yesu alitafuta mahali penye maji mengi huko Salimu, ndio alikuwa anabatizia. Lakini tendo hilo lilikuwepo na lilifanyika nyumbani, majumbani, kwenye ibada za kwenye masinagogi na hekaluni.
Imesema hekalu, pale nje ya hekalu vilikuwa visima viwili vya kutawaza. Kwa hiyo inaitwa ubatizo. Pili, hakuna formula. Ubatizo sio kuwekwa jina. Sasa mimi nashangaa, mtu ameniuliza waliweka jina au sijui formula. Formula ya nini? Wewe unaambiwa tu wewe ni mkosefu, umejitambua mwenyewe, nyumba kwa toka huko ulikotoka, umesikia maneno yake akakuchoma moyo, ukasema kweli nimetenda kosa, hata kwa watoto sitafuti chakula, najitafutia mwenyewe. Unajisikia mkosefu, unasogea mbele ya Yohane kwamba kwa kweli hata mimi ni mkosefu. Yohana anakuchukua anazamisha kule kwenye maji. Ukitoka huko, formula gani? Hakuna formula, kwa sababu haikuwa ubatizo wa kupewa jina kama tulivyo ubatizo wa Kristo. Nasema anakubatiza. Hakuna formula hiyo, ilikuwa tendo. Ni tendo la kukiri dhambi. That is it. Ni tendo la kukiri dhambi. Na kwa hiyo unajizamisha, unaingia mwenyewe huko. Na kama uko karibu na Yohana na kusaidia kutumbukia sawa sawa, lakini wewe unaweza kujitumbukiza mwenyewe kama vile unaenda kuogelea. Ndio ilikuwa hivyo. There was no such a thing as a formula. Formula hii imewekwa na Yesu wakati wa kubatizwa. Mbatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hiyo ni tunasoma katika Injili ya Mathayo sura 28 mwishoni pale. Anasema hivyo aya ya 19, ubatizo ulikutokea hapo, tukaweka hiyo formula kwa sababu ni Yesu mwenyewe alitoa masharti hayo. Unapobatiza, mbatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kwa Wayahudi ilikuwa ni tendo unalofanya mwenyewe. Hakuna naye kuambia unahitaji mtu kukubatiza. Hapana, ni wewe mwenyewe unajisafisha. Ni neno la kukiri kusafishwa. Ni mtu mchafu, ninahitaji kusafishwa. Kila siku unaingia hapa ni patakatifu, nasafishwa. Hiyo ieleweke hiyo. Kwa hiyo ubatizo ulikuwepo, yani ubatizo in the sense ya kunawa na kuoga ilikuwepo, ishara ya toba, ishara ya kujisafisha na kosa. Nasema naendelea mbele. Yes. Watu wengi wanaagi kwamba kwa sababu Yesu mwenyewe alibatizwa na Yohane kwa kutumia maji mengi, kwa nini sisi hasa sisi wa Katoliki hatufuati tena utaratibu huo wa kutumia maji mengi na baadaye tunanyunyiza tu kidogo? Sasa unajua hiyo ilikuwa malumbano mwanzoni mwa kanisa. Mababa wa kanisa walikuwa na malumbano kuhusu ubatizo. Je, ubatizo tutumie maji kiasi gani? Ilikuwa maswali katika yale yaliyotokea kwenye Middle Ages ya kuchekesha. Yalikuwa ni useless, ni malumbano ambayo kweli yalikuwa hayana msingi. Wanauliza sasa ubatizo ni wapi? Mtu anabatizwa kutoka miguuni, naingia kwenye mto, nikifika maji yakifika kufungia foot ile unyayo, nimebatizwa? Sema hapana, hiyo hujabatizwa. Haya, nikasogea mbele, maji yakifika kwenye magoti, nimebatizwa? Hata bado. Ikifika kiunoni, nimebatizwa? Sema hapana, bado. Haya, naenda zaidi, yakifika kifuani, bado. Haya, nafika shingoni, yes. Mfika shingoni, anasema bado. Haya, yakifika kwenye macho, anasema bado. Au imebatizwa? Bado. Haya, yakifika utosini, anasema hapo umebatizwa. Yaani kwenye utosi hapo. Hapo ndio ubatizo sasa. Maana utosini kwenye nywele zimeifika kwenye, ndio kichwa kimezama kimeingia kwenye maji. Hapo umebatizwa sasa. Hapo ndio ubatizo. Akasema sasa why should I? Sasa mahali sasa nikichukua maji nikaingia kwenye utosi huku juu, si ubatizo? Sema hiyo ni ubatizo. Then what is important? Ni maji yaguse paji la uso, ndio ubatizo. Kwa hiyo akasema you don't need
much water, otherwise we will cause trouble. Kwa mfano wako kwenye mapambano ya vita, that's what we forget that vitani huko Kandahar kule Pakistan, maji yako yanapatikana kilomita 1000. Unajua Pakistan ni kubwa. Unatembea, unaendesha gari, unaenda kuleta huko jerrycan la maji, ndoo moja tu. Hiyo unapaswa kutumia kama unachukua hata sirinji kubatizia, sababu hayapatikani. Sasa wewe utakwenda kupata wapi? Kwa hiyo watu watabatizwa kwa namna hiyo. So in those days wakasema actually ni ujinga kujadili mambo ya kwamba ili ubatizo lazima uzamishwe kwenye maji. Why? Kwa nini unazamishwa? Ili utosi uzame. Kwa hiyo je, nikichukua maji nikagusa utosi, si nimebatizwa basi? Akasema ya kiasi fulani, otherwise because. Kwa hiyo wakaonekana ni ujinga kujadili swali hilo. Wakatoliki wakapitisha mtaguso, ubatizo ni kuwekewa maji juu ya paji la uso na kutumia ile formula. Kwa hiyo ukiwa na maji kiasi kia, umekuta watu I would say kwenye ajali, utapata wapi maji ya kwenda kuwazamisha mtoni? Umesikia watu wamekufa ghafla, na mmoja unasikia anapiga kelele, naomba kubatizwa. Wapo watu, I tell you, nyinyi mnafikiri nyinyi mnaishi uani kwa Mungu kweli, mliokusha batizwa? Mimi nimepitia mambo fulani ajabu sana. Nasikia mtu anakufa, he is dying, there's no way, amekisha katwa hii yote, tumbo liko nje, kichwa kinaongea bado, anasema naomba kama kuna mtu anibatize. Ubatize wapi? Nasema mimi ni kanisa Katoliki. Anasema kajafa dakika za mwisho. Wewe unakimbia. Sasa ndio maana mapadri mara nyingine wanatembea na kile kipikes mara nyingine, lakini mara nyingine sisi tunakurupuka tu, hamna chochote. Tufanyaje na maisha modern, kwa sababu tunafikiri tutakao kwenda tutafika. Lakini kuna watu hao sasa wanakuja na hicho kitu, anachukua kile chupa kile, ana matone tu na kubatiza fulani, jina lako napenda jina gani? Anasema mimi nataka kuitwa John. John na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amwekea Mungu. Naona anazimia pale kwisha. Sasa vitu hivyo havihitaji kwenda kuzamishwa mtoni. Kwa hiyo Wakatoliki ni kutokana experience ya miaka na miaka 2000. Kwa hiyo ni kanisa ambalo haliwezi kutikiswa na watu wanaoanzisha siku hizi. They don't even have any experience. They have no exposure kwa mambo hayo. Kwa hiyo ukiona kanisa limebadilisha, lina hekima ambayo haipo kwa watu kawaida. Ndio hiyo. Yes, please. Na niongeza hapo. Kuna naishi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye kanisa la Mwanzo. Kuna sehemu tunasikia walikuwa kwenye yale makanisa ya kwenye nyumba. Nasikia labda fulani baada ya kuamini yeye na nyumba yake walibatizwa. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia kama kwenye context hiyo, sijui kama kwenye nyumba zao kulikuwa kuna maji. Ndio hiyo sasa. Yeah, you're right. You're right. Hiyo ni inference tunaita. Maana kwa kweli inatokea hiyo. Unasema ni right. Kwamba walikuwa na ndoo pale, chukua maji, weka utosi, toto cha kwanza kinaanza, cha pili, cha tatu, na watumishi pale wote. Maana akasema the whole bet, yani nyumba nzima, maana ni wote walio kwenye ile nyumba, na hiyo wanaweza kuwa watu 10, 20. Na hiyo pia ndio ikawa inatusaidia pia hata kwenye kujibu lile swali wanaloongezaga la kwamba ile kuhusu infant baptism ya watoto wachanga, kwamba kama hiyo kanisa la Mwanzo pia nalo linaonyesha sio tu maji mengi tu, bado kama mtu alibatizwa na nyumba yake, kwa hiyo inaonyesha hata watoto wadogo. Ndio, hiyo ni wazi. Hiyo ni wazi, hiyo ni argument ambayo watu wanaohoji. Especially in Europe, especially where they think that a human being should decide for himself. Na wanasema acha mtoto wangu akue mpaka amue mwenyewe aende dhehebu gani au dini gani.
Mimi unajibu swali hili kwa simple as that, kwamba if you love your son or your daughter, mama au baba anapenda mtoto wake, je, huwa anampa zawadi? Anampa zawadi, sio? Ni zawadi gani iliyo kubwa kwako wewe ambayo utampa mtoto wako? The most precious gift you can give to your heir, mrithi wako, ni kitu gani? Ni pesa. Yani the most cherished and most precious gift kwangu mimi, sijasema hivyo kwamba I have such a person, but even ni kitu gani unachompa kiwe zawadi kubwa kuliko zote? Ni pesa? Ni mashamba? Ni nyumba? I don't know what. You think that's the greatest value ulionayo katika maisha yako ni nini? Baadaye akafilisika, kawa hana kitu tena. Tukakutana naye tukaongea kirefu, karibu masaa 3 tumekaa sehemu tunaongea nini. Anasema mimi sasa hivi siamini Mungu nini. No, nikamwambia hauhitaji kuamini Mungu. Mungu sio muhimu sana. Mimi ndo namueleza yeye sasa. Namueleza Mungu sio kitu cha muhimu sana. Kitu cha muhimu ni wewe mwenyewe kufikiria maswali haya unayojiuliza, majibu yake yakoje? Alafu utaona kama unaenda kwenye Mungu au unaenda kwenye shetani au unaenda wapi, utajijua mwenyewe. Sasa nikajaribu kutumia argument anavyotaka yeye, alifikiri mimi nitamconvince, mimi ni Mungu nini. Nikamwambia hauhitaji kuamini Mungu. Sasa nikamwambia nitakupa zawadi. Nikampa zawadi ya Biblia, nikamnunulia Biblia hii 35,000. Akaniuliza, sasa bora ungenipa hiyo 35,000. Hiyo ya kitu gani? Sasa mimi ndio nikamweleza, mimi nataka uanze kusoma hivi vitu taratibu. Nataka uone Adamu na Eva, Mungu kawapa nafasi, kawaweka pale, kawekea kila kitu. Wamesquander that chance. Wamevuruga maisha yao. How foolish was that? I want you to learn kutoka kwenye hiyo. Umeona? Halafu nenda kwa story ya Daudi. Fikiria, how could a small boy make wonders in his life? Nikawa nampa mifano midogo namna hii. Nikamwambia this is what I want. Sasa hapa nataka kusema tu ni kwamba wewe unaposema kwamba zawadi gani ya kumpa mtu, wewe kwa morality yako, kwa fikra zako utaona imani au kitu gani huko duniani huko. Faza mtu ananiambia kaweva, wewe bwana mimi nipe hiyo hela sasa. Wote najua hilo jibu kwa sababu tumepitia hayo pia. Mtu unamwambia sasa, ukimpa kwa mfano amekuja sema padri nataka kuungama. Alafu kwanza kabla ya kuungama na kueleza matatizo mashaibu yake, naita maswaibu yake, matatizo anakuambia sasa. Alafu unamwambia sasa, hapa na shilingi 20. Labda itakusaidia. Father, yani nashukuru sana, napiga na magoti, ni 20,000. Kwake you think it's only a token, lakini is the whole unampatia. Sasa unarudi ndani kwenda kuchukua stola, hayupo. Yaani unachungulia unamwona kwenye geti kule. Yote ile kuungama na nini haina value. Na wewe unafikiri yeye ndiye amechagua kitu cha muhimu, na kabla hajamalizana naye, hujamalizana naye, unasema ngoja nimsaidie kwa mambo haya ya kimwili, lakini kama amekuja kiroho nafikiri amechagua jambo jema. Kumbe hakuja kwa hilo. Sasa hiyo nasema ni kweli, lakini mimi watu wengi sana wanatambua kwamba kitu unachompa mtoto ni kile cha kudumu ambacho kitampa manufaa ya milele, na kitu ambacho tampa chenye thamani hiyo ni imani. Lakini watu wanaenda vingine. Ni ukweli. Basi ndio hivyo tulivyo. Naweza kusema mengi, lakini kwa najiuliza tungejibu vipi hapo.
Pale tunasema Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni neno wa Mungu. Lakini leo hapa tunaona wanasema Mungu akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, nimependezwa naye, msikilizeni yeye. Sasa the argument hapa ni kwamba Mungu ameongeaje bila neno wake? Yaani pale Mungu amejitenga yeye na neno wake. Sijui kama umenielewa kwamba Mungu haongei bila kutumia neno wake ambaye ni Kristo. Sawa. Lakini wakati ule Kristo amechukua nafsi ya ubinadamu, yuko huku kwetu. Mungu kule ameongeaje peke yake tena? Sasa hilo swali hilo ni tunajibu. Anasema Baba ndiye alinituma. Sasa Baba hakuwa tena Mungu huko ambaye alimtumaje yeye? Sasa Baba amenituma mimi, na kila mara amerudia hivyo. Baba yangu aliye mbinguni ni baba yake, Pater mu. Mara nyingine anasema baba yangu, sio baba yetu, hapana, baba yake. Na anasema mimi na Baba tu wa moja, na anamwambia yule mfuasi, nafikiri alikuwa ni Andrea au Yunani au Filipo, sikumbuki vizuri, pale kwa Yohana, kumwambia siku zote tuko pamoja, hujamuona Baba? Sio? Ni Filipo. Akasema mimi na Baba tu wa moja. Aliyemuona Baba ameniona mimi, na alimuona Mwana alimuona Baba pia. Sasa ina maana gani hapa? Sometimes tunafikiria Mungu wametengana, lakini kwa kweli tumesema hapo mara kwa mara, katika Kiswahili chetu pengine tumeshindwa kuweka sawa sawa. Kuna maneno mawili katika falsafa ambayo yanatumika: separation and distinction. Separation, utengano, separate. You separate things. Unatenga vitu. They are apart. Hiyo ni separation. But distinction is ni kubainisha vitu. Hiki ni tofauti na hiki. Sasa katika Mungu ni mmoja. Hatenganishwi. Mungu hatenganiki. Can you separate? They are not separate, but they are distinct. Wanabainishwa. Mungu Baba ni nafsi inayobainishwa, inayotofautishwa na Mungu Mwana. Mungu Mwana ambaye ni nafsi ya pili, ambayo ni distinct from the Father, but they are not separate. They are distinct, wanabainishwa, wanabainishwa lakini hawakutengana. So even as he was born in the manger, katika banda hapa, the Father was with the Son. Ndio hiyo shida ya Utatu Mtakatifu, na tusijidai kwamba we have this picture kama wametengana. Sio, not separate. They are not separate. Even as the Father speaks, infused in the Son. The Son did not separate from the Father. Kwani they are not influenced by space and time. Yani ni beyond our imagination. Hatuwezi hata kufikiri. Utatu Mtakatifu ni fumbo kubwa sana. Sasa kwa hiyo hata Roho Mtakatifu alikuwepo. He was there. You think the Holy Spirit who descended, aliyeshuka kutoka juu huko na mfano wa njiwa, alikuwa hana Yesu hakuwa naye pale? No, it was for you. Hata anasema ni kwa ajili yenu mmesikia sauti hiyo. Ni kwa ajili yenu. It's not for me. Because I am speaking in the Father even as now as I'm here. Kwa hiyo ni distinct but not separate. Sasa ukiwa na mawazo ya kwamba wametengana, kwamba kama mimi naenda safari kwa hiyo sipo pale, itakuwa shida kweli. Yeah, we have that picture. Na siku ya hukumu nakutana na Baba tu na ndevu ndefu sana. Mungu kwanza ana ndevu sana.
and flaring with white-headed hair na nywele zina flare na kope ndefu kama zile za Wachina wanachorea za wakina. The ancient one, yes. That's the image. Sasa imagery. Sasa tunakuwa na hiyo, alafu Yesu yuko pale labda na madonda yake. But unfortunately, he is in the Father. And the Father is in him. And the Holy Spirit is in him. Kwa hiyo unakuta ni moja tu. Christ is seated on the throne. Ni yule, ni Baba yule. Sasa then we do not understand. Kwa hiyo mimi ningesema hata mdomo wangu ufunge tu niseme mno. Ni fumbo kubwa sana, lakini onyo tu, tusiwatenganishe. Kusema huyu ameenda safari na huyu anapika chakula huku na yule ameenda kulima. Hapana, they are infused in one. Me and the Father are one. And the Holy Spirit, what he says is coming from me and the Father. He does not have anything of his own. Everything that he says comes from me. Kwa hiyo, even the Holy Spirit is speaking in the Son. Umeona sasa? Anasema Roho amemfufua Kristo. Lakini Kristo amejifufua, amefufuka mwenyewe. Baba amemfufua. The whole thing ni kwamba wote watatu wanashiriki katika tendo hilo. Kwa hiyo kila kitu kinachofanyika pale wako ushirika. Let's put it like it. Hiyo ndio naweza kusema. Time zimekwenda. Sasa wewe sawa tu. Swali la mwisho. Pale Yesu alikuwa kwa kweli, kama tungesema ministry yake, utume wake wa kutukomboa labda hujaanza sawa, lakini Mungu anamtambulisha kama huyu nimependezwa naye. Na mimi nikataka kujua hii phrase hii Mungu anazungumzia kwa sababu ya umoja wao huko au kwa sababu ya Yesu amefanya nini cha kumfanya ampendeze zaidi Baba? Eudokes, kuna neno linalotumika sio agapetos. Na hata hivyo linaweza kuwa hilo. Nimeridhika naye. Manake yeye anasema hayo kwa ajili yetu. Sio kwa ajili ya kutangaza, ni kwa ajili yetu. Ili mumamini yeye, anachosema ni kauli yangu pia. Yani, he and the Father, what the Son says is what the Father would say this. Na hiyo ndio maana dokeses, manake anayeridhia, ana chochote ninaridhia anachosema. Na ndio kupenda, hapa ametumia neno gani? Kwa sababu kuna pale aliyomsikilizeni yeye, anatuambia pale alipogeuka sura. In the same lugha inayotumika ile. Lakini hapa anasema neno la Kigiriki anayotumia ni ile neno ambalo malaika walisema waliposhuka siku ya usiku wa kuzaliwa Kristo. Walisema Mungu anawaridhia. You see? Ndio hivyo, anawaridhia watu. Sasa hapa amesema kaidu fone ektonuranon legusa hutos estino huyos mu agapetos. Hapa natumia agapetos enho eudokesa. Hilo neno ambaye ninayempenda, ninayeridhia, na hapa kwa sema ninayeridhika naye. Mpendwa, mwanangu mpendwa, anasema huyos huyos mu ho agapetos enho eudokesa. Ni mwanangu mpendwa, ni mpendwa sana, ninayeridhika naye, ninayependezwa naye, eudokesa. Kwa hiyo hata malaika walitumia hilo neno. Amekuja kwetu na malaika walifurahi akasema amani mbinguni na duniani kwa wale wanaowaridhia. Tunatumia hiyo Kiswahili, lakini naye anawaridhia, manake anayeridhika nao ndio kuwaridhia. Ni hilo neno eudokesa. Sasa sisi hapa tunapoambiwa maneno ni kama kumpendekeza Kristo kwetu.
chochote atakachosema ni mimi nina comply, niko pamoja naye, na hakuna anaweza anachosema kitakachopingana na mimi. Kwa hiyo msikilizeni, na kule mlimani ndio atakasema ekuse se, maana yake mumsikilize. Ekuse pale mlimani kwenye baada ya kukutana Musa na nani pale, akasema na sauti kasikika, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Ni kule, na hapa amesema ni mpendwa, ninayeridhika naye, ninayependezwa naye. Sasa kwa hiyo mumsikilize, the consequence yake, chochote nitakachosema muwe makini, inatoka kwangu pia. Ndio hiyo maana yake hapa. Jamani, muda umekwenda. Kuna maswali yale yaliyobaki tutayashughulikia, tutayajadili. Nashukuru sana kwa contribution yenu na uwepo wenu leo. Labda katibu wetu una neno